Ukiona magonjwa yanajirudia kwenye maisha yako, ujue nyuma magonjwa hayo kuna pepo mchafu. Si kila magonjwa yanayoumwa yanaweza kutibika kwa madawa ya kawaida. Baadhi ya magonjwa yanahitaji maombi kwa sababu nyuma magonjwa hayo kuna roho. Adui anaweza kujificha kupitia ugonjwa. Ugonjwa kikawa kimvuli tu, lakini likawa ni pando la adui kwa ajili ya kukutesa, kukufilisi au kuyaharibu maisha yako. Shetani anaweza kujificha kwenye ugonjwa, akawa nyuma ugonjwa huo. Unajaribu dawa hii upate majibu. Unaenda hospitali hawaoni ugonjwa. Unajaribu hiki na kile, wanakuambia unaumwa hivi na hivi, lakini kila ukitumia dawa hauponi. Baadhi ya watu unapata shuhuda zao kwamba walitumia dawa fulani wamepona. Wewe unakuta unatumia dawa hiyo, unapata nafuu ya muda mchache tu, lakini bado matatizo yanaendelea. Mwingine unajaribu kutumia hiki na kile. Ni kama ugonjwa umekuwa sugu kwenye maisha yako. Na wengine ni magonjwa hayo mnaumwa kwenye familia. Si kila ugonjwa unaoumwa ni ugonjwa wa kawaida. Baadhi ya magonjwa yanatengenezwa. Hata kama ni magonjwa makubwa kiasi gani, yamesikika vipi, baadhi ya magonjwa yanatengenezwa. Sina maana magonjwa yote, lakini kuna baadhi ya magonjwa tunayoumwa ni mchakato wa shetani kufilisi maisha yetu, kufilisi uchumi wetu, kutuondolea watu wetu wa muhimu, kuondoa amani zetu na kuondoa ujasiri wetu. Roho ya magonjwa inaweza ikamvamia mtu yoyote. Lengo ni kumrudisha nyuma. Lengo ni kuiharibu maisha yake. Nataka nikwambia kwamba ugonjwa ambao ni wa kutengenezwa huwezi pata uponyaji wa kudumu kupitia dawa za kawaida. Ugonjwa ambao nyuma yake una pepo hauwezi kupata dawa au solution ya kudumu nje ya kupata maombi na kufunguliwa na huyu Yesu. Na ushahidi wa kimaandiko ambao watu walikuwa naumwa magonjwa miaka nenda rudi, kumbe yale magonjwa yalikuwa ni magonjwa yanayohitaji kufunguliwa kwa neno la kimungu na kwa maombi. Si kila ambacho unakipitia leo hii ni jambo la kawaida. Viko vitu ambavyo unapitia nyuma yake ni roho ya yule uharibifu, ni roho ya yule shetani kabisa ambayo imekuja kuyaharibu maisha yako. Maandiko yanasema nasi kwenye kile kitabu cha Luka sura 11, sura 13 mstari wa 11 hadi 16. Tazama, palikuwa na mwanamke ambaye roho ya magonjwa ilikuwa imemkamata. Alikuwa ameteseka kwa miaka 14, naye amekuwa hawezi kwa muda wote huo. Kila kitu kwenye maisha yake kilipotea. Yesu alipokutana naye akamwambia huyo mwanamke ya kwamba huyo mwanamke ni uzao wa Ibrahimu. Alimwambia kwamba umeteswa kwa nini kwa kipindi chote hicho? Akaamuru yule shetani aliyemtesa na kumfunga aweze kumwachia. Si hivyo tu, tunao maandiko katika kitabu kile cha Mathayo sura 17 mstari wa 15 na ule wa 18. Kuna mzazi mmoja alimpeleka mtoto wake kwa Yesu. Kabla kumpeleka kwa Yesu, alikuwa ameenda kwa wanafunzi wake. Akamwambia, Bwana, umrehemu mwanangu, kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya. Baada ya wanafunzi wake kumwombea, wanafunzi wake hawakupata majibu, lakini Yesu alikemea pepo, naye akamtoa yule pepo mchafu. Alipomtoka yule pepo wa kifafa, na mtu yule akawa mzima. Kumbe kuna mapepo ya kifafa, kuna mapepo ya HIV, kuna mapepo ya pressure, kuna mapepo ya sukari, kuna mapepo yanaweza kujificha kwenye magonjwa. Kuna roho chafu zinaweza kujificha kwenye magonjwa. Magonjwa kikawa ni kivuli tu au kisingizio tu, lakini nyuma yake ni roho ya uharibifu inakuwa inafanya kazi. Adui anaweza kutumia kivuli cha magonjwa. Wanaweza kukutumia magonjwa ukahangaika nayo, hayaponi, hayapati dawa, hayana nafuu. Yaani ukisikia nafuu siku moja, baada ya hapo unaendelea kuumwa tena. Mathayo sura 12 mstari 22. Kisha akaletwa mtu mwenye pepo la kifafa na bubu, akamponya, hata yule bubu alisema na kuona. Kumbe kuna mtu ambaye anaweza kawa kwenye kifungo cha hali fulani. Hicho kifungo kikaonekana kuwa ni kifungo cha kawaida, watu wakaona ni ugonjwa wa kawaida, kumbe ni kimvuli tu cha mateso ya shetani kwenye maisha ya watu. Nimetumwa kama mtumishi wa Mungu nije nifute na kuondoa hiyo roho ya shetani ambayo imejificha kwenye hayo magonjwa, hiyo roho ya adui ambayo imejificha kwenye ugonjwa huo, kwenye tatizo hilo. Si magonjwa tu, hata baadhi ya matatizo kwenye maisha yetu yanaweza kawa ni kivuli tu. Nyuma yake yana roho chafu, nyuma yake yana nguvu za giza, nyuma yake yana nguvu za shetani. Na ndio maana ni muhimu kukataa baadhi ya magonjwa. Inatakiwa uyakatae. Ni kwamba nini? Unatakiwa useme, Baba, katika jina la Yesu nakataa magonjwa haya, sio ya kwangu, yaondoke kwenye maisha yangu na yafuta kwa jina la Yesu. Mimi ni mzima, nakiri ushindi, nakiri uzima. Ukiri wako utatengeneza muujiza, imani yako itatengeneza thabiti ya uponyaji wako. Nataka nikuombee.
Sema, Bwana Yesu, asante kwa neno lako. Nimetambua ya kuwa nimeteswa hapa kwa muda mrefu. Niko tayari kufunguliwa. Niko tayari kupokea uponyaji katika jina la Yesu. Ninakataa magonjwa. Ninakataa magonjwa. Ewe pepo la magonjwa, toka ndani yangu. Niachie. Ewe roho ya ugonjwa huu, utaje ugonjwa wako. Sema niachie kwa jina la Yesu. Sema pepo la ugonjwa fulani, huo ugonjwa utaje. Sema ninakukataa. Toka ndani yangu. Ninakuamuru kwa jina la Yesu. Toka ndani yangu katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, asante kwa ajili ya mtu huyu ambaye ameinua imani yake. Nami naambatana naye kwa njia ya maombi, nikienda kila kinyume na roho ya magonjwa, nikienda kila kinyume na kila mawazo ya yule mwovu shetani. Ewe ugonjwa uliojificha kupitia, ewe pepo uliojificha kupitia ugonjwa, na kuamuru ondoka. Hauna mamlaka kwa jina la Yesu. Hauna mamlaka kwa jina la Yesu. Hauna mamlaka kwa jina la Yesu. Neno la Mungu linasema kuna wakati Yesu alikuwa ameelekea mahali, akakutana na mtu ana pepo. Yule pepo amekaa ndani yake kwa muda mrefu, anamsumbua kwa muda mrefu. Wale wa Gerasi, pale Gerasi, lile pepo na yale mapepo akauliza, unaitwa nani? Akasema ni jeshi. Akayaamuru yaondoke. Yakasema, kwa nini unatuondoa kabla ya muhula wetu? Kumbe kuna nguvu zinakaga kwa muhula, kwa kipindi vinabadilishana, kwamba vikutese hivi, vikutese vile. Nami naondoa kila mapepo yanayotesa watu kwa muhula, kwa mihula. Toka. Toka kwa jina la Yesu. Yule mtu baada ya kutolewa pepo yule akawa na utulivu wa akili, akatamani kumtumikia Mungu. Kumbe pepo anaweza kujificha kwenye kitu chochote ili aweze kuvuruga maisha ya mtu. Nami nakufungua polipo. Pepo la magonjwa ondoka. Pepo la magonjwa ondoka. Ewe roho ya nyoka, ewe roho ya magonjwa, moto kwa jina la Yesu. Kamatwa, pigwa kwa jina la Yesu. Moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu. Naunguza roho ya magonjwa, pepo la magonjwa, pepo la magonjwa. Toka we pepo, toka na magonjwa yako. Toka na magonjwa yako. Naondoa pepo huyo anajificha kwenye magonjwa. Naondoa pepo huyo anajificha kwenye ugonjwa huo, ambaye unasema mtumishi wa Mungu, sijui ugonjwa huo nimeupataje, sijui hata sielewi. Hilo pepo naliamuru moto wa Yesu, moto wa Yesu. Ninakuamuru toka, ninakuamuru toka, ninakuamuru ondoka. Toka kwa jina la Yesu. Na kuondoa ndani ya viungo vya mtu huyu, na kuondoa ndani ya mifupa ya mtu huyu, ndani ya damu ya mtu huyu, na kutamkia takasika. Oh, haleluya. Takasika mahali ulipo, takasika mahali ulipo, takasika mahali ulipo. Pokea utakaso, pokea utakaso, na kuondoa hapo ulipowekwa, mahali ulipowekwa nafsi yako, mahali ulipowekwa damu yako, mahali ulipoweka jina lako, mahali ulipoweka nafasi yako, na kufungua kila magonjwa yaliyokuja kufilisi, kila magonjwa yaliyokuja kuaibisha, yasioisha kwenye familia yako. Yanatoka kwa huyu yanaenda kwa huyu, yanahama hapa yanaenda pale, na yapiga. Funga hayo magonjwa, yakatae, yaambie yaondoke, yafunge, yasiendelee kwa mtu yeyote, yafunge kwenye maisha yako. Tunafunga roho ya magonjwa, tunafunga roho za magonjwa, wengine maroho ya operation, wengine maroho ya uharibifu. Kila mwaka, kila kipindi mnafanyiwa operation. Toka magonjwa, toka magonjwa, yeyuka. Toka, gusa mahali panapokusumbua. Unapoumwa hapo hapo, na ondoa hicho kitu, ondoa ugonjwa, ondoa kwenye tumbo. Wengine mlirishwaga vitu, ukaotaga ndoto fulani, baada hapo kaanza kuumwa. Na ondoa hilo pepo la magonjwa. Toka, toka kwa jina la Yesu. Ondoka, ewe pepo la magonjwa, toka. Achia nafsi ya mtu huyu kuanzia sasa. Na ilipua hiyo roho ya magonjwa, na ilipua kwa jina la Yesu. Ikuachie, ikuachie, ikuachie roho ya magonjwa. Toka, toeka kwa jina la Yesu. Pepo la magonjwa, ewe jini la magonjwa, ewe jini unayekunywa damu, unayenyonya damu, unayeleta uharibifu wa mtu huyu, toka ewe jini la magonjwa. Ewe jini la magonjwa unanisikia na kuita, toka na magonjwa yako. Toka wewe uchawi, toka wewe ulozi, toka wewe ufumu wa giza kwa jina la Yesu. Toka moto kwa jina la Yesu. Kila madawa na yayeyusha, na yalipua, na ya amuru yasifanye kazi. Chochote walichokutegea, chupa yote waliokufungia isifanye kazi. Kifundo chochote kile ambacho wamekifunga, maneno yote ambayo wamekunenea kwamba utaumwa mpaka ufe, nafuta. Toka pepo la magonjwa kwa jina la Yesu. Wewe ni mzima. Nami nakufungua kwa jina la Yesu. Naifungua password waliotumia kufunga, na iblock kabisa, isifanye kazi kwenye maisha yako tena. Uwe huru kwa jina la Yesu. Kila pattern waliofunga maisha yako, naifungua kuanzia sasa kupitia jina la Yesu. Funguliwa kwa jina la Yesu, kwa jina kuu la Yesu, kwa damu ya 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 Yesu. Pokea ufungulivu kwa damu ya Yesu. Amen. Mungu akutie nguvu na akufungue. Ikiwa una maji jirani yako, yachukue maji hayo. Nataka niombe. Baba, ninayabariki maji haya, ninaombea na yatakasa, maana imeandikwa katika kipindi chao, hao wanao mamlaka ya kuamuru maji kwa damu. Katika siku za unabii wao, wanao mamlaka kuamuru maji kwa damu. Nami nayageuza maji kwa damu,
na yageuza maji kwa damu, na yatakasa maji haya kwa jina la Yesu. Na yaombea yawe maji yaliyobarikiwa, naombea maji yawe yametakaswa, yatakapoingia kwenye mwili na kwenye viungo, magonjwa yao yakaondoke katika jina la Yesu. Maji haya nayabariki, nayabariki kwa jina la Yesu, nayabariki kwa jina la Yesu, nayabariki kwa jina la Yesu. Maji umebarikiwa, maji umebarikiwa. Nimekutakasa, nimekutakasa, nimekutakasa. Takasika huo ugonjwa na hicho kisima cha magonjwa kiwe mwisho kwa jina la Yesu. Amen. Kunywa maji haya na ukiomba maombi haya kwa muda wa siku 7. Omba yarudie maombi haya na maji hayo utakuwa unakunywa kidogo, au naombea maji kila unapoomba, alafu kwa siku 7 mfululizo. Roho ya magonjwa itaondoka, pepo la magonjwa itaondoka. Kikubwa ni kuamini. Amini. Na shuhuda za watu wengi ambao Mungu amewafungua. Wengi. Unaweza kaingia YouTube kaangalia shuhuda, maombi ni dawa, watu waliopona. Utaona watu wengi wamefunguliwa magonjwa ya ajabu mazito yaliyokuwa yamewatesa maisha yao. Si kila ugonjwa ni wa kawaida. Magonjwa mengine yametengenezwa, yana roho nyuma yake. Mungu akubariki, Mungu akufungue. Uko huru kupitia jina la Yesu. Hii ni ibada kamili. Nasema mtumishi wa Mungu, nimesikia amani, nimesikia kufunguliwa. Nahitaji kusindikiza maombi haya na sadaka yangu ya kuvunja roho ya magonjwa, madhabahu ya magonjwa, magonjwa kujirudia. Unaweza kaachilia sadaka yako ya hiari kwa namba nitakayoenda kutajia. Baba, katika jina la Yesu naiombea sadaka mtu huyu. Mwingine iko kwenye simu, mwingine anao mkononi. Baba, ninaiombea sadaka hii ikawe sehemu ya kuvunja kila uchawi, kila uganga. Huenda kuna watu walienda kwa waganga wakatoa sadaka, wakasema tunamfunga kwa kamba fupi asiende popote, awe ni mtu wa kuumwa tu. Baba, naamuru hiyo kamba na hiyo sadaka ivunjike. Iwe ni kuku, iwe ni mbuzi, iwe ni chochote, iwe ni damu yote imemwagika. Natumia damu ya Yesu, natakasa, na iombea sadaka hii ikasindikize maombi, ikavunje kila madhabahu ya magonjwa kujirudia kupitia jina la Yesu. Na maombi haya tuliyoyaomba tunayakamilisha kwa sadaka zetu kupitia jina la Yesu. Pokea ufungulivu, pokea amani, pokea wepesi kwa jina la Yesu. Amen. Unaweza kaachilia sadaka yako ya hiari kwa namba 0743 91 32 91. Namba hiyo inaonekana kwenye skrini yako. Jina ni Godwin Ayubu Ndelwa au Godwin Ndelwa. Lakini pia ikiwa uko Kenya, unaweza kaniambia mtumishi wa Mungu, naomba namba ya Kenya. Na ukiwa nje ya Tanzania, basi utaanza na 255, alafu utaendelea 7 na namba zinazoendelea. Mungu wa mbinguni akubariki. Ikiwa unahitaji kupokea vipindi vya maombi kila siku, mfumo tumeubadilisha kidogo. Sasa hivi utapata vipindi vya maombi kwa njia ya group letu au channel yetu ya WhatsApp. Unaweza kupata maombi moja kwa moja kwa njia ya WhatsApp. Yanapotoka tu ukawa wa kwanza kuyapata. Jinsi ya kuyapata, nitafute kwa namba hiyo, niambie mtumishi wa Mungu, naomba unipe linki ya kujiunga na grupu. Basi utajiunga na grupu hilo. Grupu hilo au channel hiyo hautaiona kwenye chat ya kawaida. Utaiona kwenye update au kwenye status yako. Chini pale itakuwa imekuja baada ya kufollow. Mungu akubariki, akutende mema. Uwe na wakati mzuri.